kanat alqulub, zilikuwa nyoyo kipindi kile katika majumba yale malia bilhubb warahma walhanin. Wakati ule nyoyo zilikuwa zimejaa mapenzi katika familia, zina rehma, zina huruma, walhanin, na upole baina yao. Kunna naishu bisalam, tulikuwa tunaishi kwa amani katika majumba yale yaliokuwa ya udongo. Na taawanu fima bainana, watu wanashirikiana, wamoja, wanapendana. Wanataawanu fima bainana wanashur bibadhina badha, hisia zilikuwa moja. Ilikuwa wakati ule la huyu ni la huyu ndani ya majumba yale, walipendana, walihurumiana, hisia zilikuwa sawa. Nafrah lifarhi lighairina, mtu anafurahi kwa furaha ya mwenzake. Wanahzun lihuznihi, tunahuzunika kwa huzuni ya mwenzetu ndani ya majumba yale ya udongo. Ilikuwa maisha ni hayo, yamejaa mapenzi, huruma, mshikamano. Nyumba ile moja walikuwa wakitoka mule, wanatoka watoto zaidi ya 20 mpaka 30 nyumba moja. Wazee wale walikuwa wanamiliki nyumba 2 peke yake katika miji, lakini walikuwa ibada wanafanya, hawana papatiko. Cha ziada walichokuwa wanakipata wanatoa mpaka majumba yao wakfu. Ni wale hawalikuwa wamiliki vitu vikubwa, lakini nafsi zao zilikuwa za dhahabu. Leo hii majumba makasri na makasri ya gharama kubwa, na ndani ya majumba yale watu wanaishi, mioyo ile ni mfano wa mawe katika mili yao. Hawana upendo wao kwa wao, wanaishi tu. Ndio zama hizi, kad namliku kullu shay'in min hawlina, tunaweza tukamiliki kila kitu kinatuzunguka, kila hitajio unalotaka unalo. Unaweza ukafanya kila hitajio unalokuwa nalo wewe, unalo. Walakinna naishu fi fawdha dakhiliya fi alam malian bilinshghali wa dhughutat. Tunaishi katika majumba yale, kila tulichokuwa nacho tunacho, lakini ndani ya majumba hayo hatuna huruma, hatuna mapenzi, nyoyo zetu ngumu, kana kwamba tu katika ulimwengu ambao tulokuwa nao umejaa mihemko ya kila kitu. Makazi yamejaa, tumetingwa, upendo umeondoka, familia zimeondoka, wabaki watu wachache ndani ya majumba. Hata hao wachache ndani yayo majumba hawana amani, hawana utulivu. Kwa nini? Innahu zamani al-ajaib, hizi zama za maajabu.